إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. عد الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Ndugu zangu wapendwa, waumini wenzangu Waislamu, tufahamu ya kuwa katika maisha yetu ya humu ulimwenguni, ama katika haya maisha ya duniani, tufahamu ya kuwa ishi utakavyoishi, lakini fahamu ya kuwa lazima, maadamu wewe umeitwa ni binadamu, basi bila shaka wewe utakumbwa na mitihani. Na mitihani utakumbana na mitihani ya aina mbalimbali. Utakumbana na mitihani ya maradhi, utakumbana na mitihani ya hapa na pale, mpaka ikafikia marhala utakapomuona mtu anakuwa kama vile akili yake imebadilika, imechange hapo kwa hapo, mpaka ukimwangalia wasema huyu mtu amekuwa mwendawazimu. Lakini la hasha, si mwendawazimu tu, bali kinachomsibu na kumfanya mpaka awe mwendawazimu ni kupitia ile mitihani. Labda kwa mfano wa karibu kabisa, tuchukulie tu mtu kama huyu awe akona mtoto wake anamfundisha shuleni. Sasa kila wakati anakuwa yeye ni mwenye kusumbuliwa na walimu wake. Akaambiwa ya kuwa ikifika wakati fulani ama ikifika muda fulani, basi mtoto wako atakuwa hana ruhusa ya kuendelea kusoma hapa mpaka akamilishe ile ada yake. Sasa ibadi fillah, mzazi kama huyu ataanza kuhangaika huko na huko. Wengine wali'iyadhu billah, wengine wakaingia katika mtihani ama wakaingia katika matatizo kwenda kukopa. Ahibbat fillah, wewe binadamu, wewe Muislamu, tembea utembe yako, nenda utakapokwenda, lakini ufahamu ya kuwa licha na yale matatizo yanayokukumba wewe, ufahamu ya kuwa matatizo hayo hata ukifanya nini hauwezi kufikia waja wema waliopita, ama hayawezi kuyafikia vile ilivyowafikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqad jaa fil hadith, imekuja katika hadith ambayo yasema ashaddu an-nas balaa al-anbiya. Imekuja hadithi kutueleza ya kwamba wale watu ambao kwamba ashaddu an-nas, wale watu ambao kwamba ufikwa sana na matatizo
hufikwa sana na mitihani, basi al-anbiya ni mitume. Ahibbat fillah, waliopewa mitihani katika mitume ni wengi, lakini kwa muda kama huu ningependa tushike tu mfano wa mtume mmoja peke yake, ambaye jina lake anafahamika ya kuwa ni Ayub alayhi salam. Huyu ni mtume, lakini bali na kuwa huyu ni nabii, lakini bali na kuwa ni nabii, ilifika wakati akapatwa na maradhi. Baadhi ya maulama wanasema kuwa maradhi yaliyomsibu ama yaliyomfika Nabii Allah Ayub alayhi salam, wapo wengine waliosema kuwa nabii kama huyu alilala kitandani kwa muda wa miaka 7 bila kupona. Wapo wengine wakaja kaeleza kuwa akasema aliumwa kwa muda wa miaka 30, na wapo wengine waliosema kuwa Nabii Allah Ayub alayhi salam alilala kitandani kwa kadri ya miaka 18. Tuacheni na yote haya, tuchukulie katika maisha yetu ya leo, miezi 6 tu peke yake. Hebu muangalie yule mtu namna ambapo kwamba sura yake inakuwa ni yenye kubadilika. Muangalie huyo mtu vile anapokuwa ni mwenye yani ni mwenye kuhangaika huku na kule, hajui afanyaje. Watu wake wamekwenda mbio, mpaka wengine wali'iyadhu billah, watu wengine wakaa mbali na kufika mitihani hiyo, wakasahau ya kuwa anayefaa kufuatwa ama anayefaa kurudiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asa watu kama hawa wakipatwa na maradhi kama haya, ahibat fillah, utawaona wengine wanakuwa ni wenye kufuatwa na watu, wanaambiwa ya kuwa kulingana na huyu mgonjwa huyu, namna tunavyomwangalia hawezi kupona, kwa hivyo itabidi tumpeleke katika mtaalamu. Wengine watasema lazima siji tumpeleke siji kwa nani, lakini hayo yote wakasahau ya kuwa anayefaa kuombwa na kuliliwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asa watu kama hawa wakamsahau Mwenyezi Mungu, wakaenda katika watu wasiofaa. Sasa sikiliza jibu ama jawabu ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam anajaribu kutupatia sisi ambao ni Waislamu juu ya wale ambao kwamba wamepatwa na matatizo, halafu wakipatwa na matatizo wanasahau ya kwamba yupo ambaye kwamba ni Rabbul Alamin, ni Mola wa viumbe vyote. Huyo ndio ambaye kwamba la ta'khudhuhu sinatun wala naum, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halali, jicho lake lile halilali. Sasa watu kama hawa wakamsahau ya kuwa anayefaa kuomba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa sikiliza jibu ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia. Mtume alayhi salatu wasallam anatuambia, man ata arrafan. Hapa hadithi zinakuja kwa aina mbili. Ya kwanza imekuja kwa yule ambaye kwamba ni mwenye kwenda kuuliza, na pili ni yule akaenda mbali na kuwa na kumwendea akawa ni mwenye kumsadikisha. Asa Mtume alayhi salatu wasallam atuambia, man ata arrafan, yoyote ambaye kwamba atakayemwendea kuhani, atakayemwendea mpigaji ramli, kisha fasalahu an shay'in, kisha alipokwenda kule akaenda kwa hali ya kuwa anaenda kuuliza. Asa jibu ambalo Mtume alayhi salatu wasalam anatueleza, atuambia baada ya kuwa ni mwenye kuuliza, yatuambia Mtume alayhi salatu wasalam, lam yukbal, haitokubaliwa swala yake. Lam yukbal salatuhu 40 laila, swala zake atakazoziswali siku 40, mtu kama huyu aliyemwendea yule mpigaji ramli, kisha baada ya kwenda amemwendea tu lakini hajamsikiza, amekwenda tu kama vile katika ziara. Hata mtu wa aina kama hiyo ameenda tu kwa namna kama hiyo, basi waambiwa swala zake
siku 40 hazitukubaliwa. Hadithi ya pili ikaja, Mtume alayhi salatu wasallam atuambia, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yoyote ambaye kwamba atakayemwendea mpigaji ramli ama kuhani kisha akayasadikisha katika yale mambo ambayo kwamba ameambiwa, kwa maana alivyokwenda kule akaenda akasadikisha kwa kila kitu ambacho ameelezwa, akaambiwa ya kuwa katika hii mitihani yako wewe, kuna mtu fulani ndo amekuwa ni chanzo mpaka biashara zako zikawa ni zenye kuharibika. Ama akaambiwa sijui kuna mamako, sijui kuna anti yako, sijui kuna nani. Sasa mtu kama huyo alivyotajiwa tu mtu wake wa karibu na namna na kwa vile yamjua mtu kama huyo akaanza kusadikisha. Sasa mtu kama huyo alivyosadikisha yale maneno ya ule kuhani, basi waambia faqad kafara, yale mambo yote ambayo kwamba aliyoteremshiwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi mambo hayo atakuwa yeye amekufuru. Kwa maana ukimwendea kule ni kama vile wamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yale yote uliyomshukishia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimi siyakubali, mimi siamini, hayo mambo yote uliyompea mtume ni mambo ya uongo. Hiyo ndo maana yake. Tuachane na hayo. Kwa sababu ya muda nataka nigusie miongoni mwa aya katika sura As-Sad. Allah Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wadhkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa adhab. Allah Subhanahu wa Ta'ala maneno haya anamwambia mtume wake, anamwambia kipenzi chake, anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wadhkur abdana ayyuba idh nada rabbahu, anamwambia mkumbuke mja wetu Ayyuba alayhi salam, idh nada rabbahu, alipomlingania Mola wake, anni massani ash-shaytani, anamnong'oniza Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba shaitani amenisababishia mimi maradhi, amenisababishia mimi mitihani, binusbin wa adhab. Asa katika wanavyoona tafsiri wanaeleza kuwa katika aya hii shaitani alimjaribu sana Nabii Allah Ayyub alayhi salam. Kila kijaribu anashindwa, mpaka ikafikia marhala shaitani akawa ni mwenye akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, hakika Nabii Allah Ayyub alayhi salam umempatia mali, umempatia watoto, umempatia mpaka hakuna heshima katika watu, ni mtu mwenye kuheshimika. Kwa hivyo kitu cha kufanya, ya Rabb, hivi vitu vyote muondolee ya Rabb, kwani kwa hakika ukifanya hivyo basi bila shaka mimi ndipo itakuwa kazi yangu ni rahisi. Sasa jawabu ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala alipomwambia shaitan ama kumwambia Iblis, alimwambia hivi, kweli tukimuondolea huyu Nabii Allah Ayyub alayhi salam siha njema, tukimuondolea afya, tukimuondolea watoto, tukiwaondolea mali yake, hivi kweli wewe uko na uhakika kwamba katika hayo mambo ambayo tukimuondolea wewe uko na uhakika kwamba utamweza? Basi Iblis alayhi la'natullahi alayhi akamwambia, ya Rabb, ndiyo, naam, ndiyo, mimi nitamweza. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala hakutaka kumdhalilisha Iblis, akamkubalia Iblis. Alipomkubalia Iblis, basi
baada ya dakika kadhaa ama baada ya muda kidogo tu, Allah subhanahu wa ta'ala katika wale watoto wa Nabii Allah Ayub alayhi salam akawa ni wenye kuwaondoa, akamuua mmoja baada ya mwingine. Kisha baadaye mali yake ikawa ni yenye kuteketezwa, kwa maana ya kuwa huyu Nabii Allah Ayub alayhi salam kwa ile neema ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyomjalia nao, mpaka wake pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjalia akawa ni mwenye kumpata mwanamke ambaye ni imra'atun salihah. Asa Nabii Ayub alayhi salam baada ya kuwa mali yake imeteketezwa, baada ya kuwa watoto wake wameuawa, baada ya kuwa afya imemwondokea, paka akawa ni mwenye kupatwa na maradhi. Kwa sababu tuambiwa ya kuwa Nabii Allah Ayub alayhi salam alipokuwa katika usingizi aliota ndoto. Alipoota ile ndoto ikawa ni katika uhalisia. Akaota kuna vijipu. Vile vijipu baada tu ya kupasuka ndipo chanzo cha mitihani kaanza hapo. Akaanza kuugua kwa muda mrefu. Aliugua, kaugua miaka na miaka, mpaka ikafikia marhala huyu mke wake sasa, ambaye kwa jina lake alikuwa akifahamika kwa jina la Rahma, ama kwa jina lingine alikuwa akifahamika kwa jina la Laya. Sasa huyu mwanamke ikafikia wakati baada ya kuona ile mitihani iliyomsiba mumewe, ikabidi sasa katika nywele zake, kwa sababu ukumbuke ya kuwa wakati huo mwanamke akiukata unywele wake kienda kuuza kuna thamani kubwa sana. Kwa hivyo huyu Rahma ama huyu Laya akawa ni mwenye kuzikata nywele zake, akawa ni mwenye kwenda kuziuza. Alipokwenda kuziuza akapata thamani, akapata pesa. Zile pesa zikawa ni zenye kununua chakula, na zingine zikawa ni zenye kwenda kumtibu mmewe. Sasa ikafika wakati mara kwanza Nabii Ayub alayhi salam akashangaa, akaweza kujiuliza, hizi pesa mimi nimefilisika, sina mali, huyu amepata wapi pesa ya chakula? Mara kwanza huyu Rahma kwa vile ni imra'atu salihah akaanza kumkwepa mumewe, akaanza kumkimbia mumewe. Yani kwa maana kumkimbia sikuwa ati ni mwenye kumgura ati tumeachana, la, yani ni mwenye kumficha ficha, hataki mumewe ajue ukweli. Sasa huyu Rahma Nabii Ayub alayhi salam alipomuuliza, hizi pesa umepata wapi? Mimi sijakupatia pesa, wewe kila mara kwanza umeleta chakula nikakwambia, ukaniambia sijui umepatwa na rafiki yako, mara ya pili havieleweki, mara ya tatu, mpaka ikafikia paka Nabii Ayub alayhi salam kwa bahati mbaya akaa ni mwenye ni mwenye kutoa ule mtandio. Kwa bahati mbaya alipotoa ule mtandio, ndipo akaona ya kuwa nywele za mkewe zimepungua. Ndio hapo maswali akaa ni mwenye kumuuliza mkewe, sasa niambie sasa, mbona nywele zako zimepungua? Zingine ziko wapi? Zingine ziko wapi? Sasa Nabii Ayub alayhi salam kwa vile alivyokuwa yeye ameugua, akona matatizo, akamwambia, inshallah siku nikipata afya, Mwenyezi Mungu akinirudishia siha njema, basi kitakacho kukuta wewe, mimi nitakuadhibu kwa kukuchapa kwa bakora 100. Ndipo ikaenda mpaka baadaye, kwa kadri ya miaka mirefu ambayo alivyokuwa akiugua Nabii Allah Ayub alayhi salam, basi Nabii Ayub alayhi salam kwa haraka hibat fillah akanyanyua mikono yake kumnong'oneza muumba wake Rabbul Alamin, muumba wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kamwambia, ya Rabb, anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, mimi umenipatia matatizo ya kila aina, basi pia katika ulimi wangu ya Rabbi usijalie nikapata matatizo mengine kutokutaja. Kwa hivyo ya Rabbul Alamin, nanyanyua mikono yangu na kuelekezea kwako ya Rabbul Alamin, haya matatizo niondolee. Allah subhanahu wa ta'ala
alivyosikia namna nabii wake alivyokuwa ni mwenye kulalamika, basi Allah subhanahu wa ta'ala akaamua amwitikie dua yake. Katika suratu Sad Allah atuambia, urkud birijlika hada mughtasalun baridun wa sharab. Allah akamwambia ya kuwa chukua mguu wako, yani katika huo mguu wako wewe kanyaga juu ya ardhi, kisha kutachimuka, kwa maana katika hiyo ardhi, hiyo sehemu uliyoikanyaga kutatoka maji. Kisha baada ya kutoka maji nini ahibbat fillah, hada mughtasalun baridun wa sharab. Baada ya kutoka maji hayo, analazimika sasa huyu Nabii Ayuba alayhi salam awe ni mwenye kunywa hayo maji. Kisha baada ya kunywa hayo maji awe ni pia ni mwenye kuyaoga. Kisha baada ya kuyaoga maji hayo, ndipo kutapatikana saada ya kuwa yeye ndio mwenye kupona. Na wallahi alhamdu, alipofanya hivyo akafanikiwa na akapona. Kisha Mwenyezi Mungu atuendelezea katika Qur'an, katika suratu Sad, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra liulil albab. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa wahabna, yani hapa baada ya kuwa kufanya hivyo na maradhi yake alivyokuwa amepona, basi Allah subhanahu wa ta'ala akafanya nini? Wale watu wake, mali yake akawa ni mwenye kuvirudisha, tukamuondolea sisi shida zake. Wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna, kisha baada ya kumuondolea shida zake tukamtukuza huyu Nabii Allahu Ayuba alayhi salam, kisha tukamtunukia wajukuu mfano wake. Kisha rahmatan minna, Allah subhanahu wa ta'ala tuambia yote hayo yalikuwa ni huruma kutoka kwetu sisi. Yote hayo ya kumfanyia hivyo ilikuwa ni huruma kutoka kwetu sisi, kwa maana Mwenyezi Mungu atuambia ni huruma kutoka kwake yeye. Kisha baada hapo wa dhikra li ulil albab, kisha ni ukumbusho kwa wale watu ambao kwamba ni wenye kutafakari, ni ukumbusho katika wale watu ambao kwamba ni wenye kutumia akili. Sasa ahibbat fillah, katika hii mitihani ambayo Nabii Allahu Ayuba alayhi salam iliyomkumba, mazingatio ni Muislamu yapasa ajue ya kwamba haya matatizo ambayo yaliyomfikia Nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala Ayuba alayhi salam yanaweza pia akatukumba sisi. Lakini kitu gani ambacho kwamba tutajifunza hapa? Hapa tutajifunza kwanza namna Nabii Allahu Ayuba alayhi salam namna alivyokuwa na tauhid. Alikuwa na tauhid, kwa sababu asingelikuwa na tauhidi, basi pale ingekuwa angemwendea yule ambaye kwamba hapasi kuendewa, angeenda angemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini maadamu yeye alikuwa na imani ambayo kwamba ilikuwa ni thabit, maadamu alikuwa yeye akona imani iliyokuwa thabiti, imani ambayo kwamba hata mtu akijaribu kumjaribu katika mambo ambayo kwamba yanahusiana na Mola wake, yeye alikuwa hatetemeki na kwanza kuogopa sijui sasa itakuwaje. La, imani yake ilikuwa imekita kisawasawa katika moyo wake. Sasa tuambiwa, imekuja pia katika hadithi nyingine ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, atuambia yubtala ar-rajulu ala hasabi dini au ala hasbi dini. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atuambia kwamba katika wale watu ambao kwamba wanaokuwa ni wenye kutahiniwa, yubtala ar-rajul, watu watatahiniwa ala hasabi dini, atatahiniwa juu ya ukubwa wake wa dini yake, atatahiniwa juu ya ukubwa wa imani yake. Fa in kana fi dinihi salaba, ikiwa katika ule ukubwa wa imani, yani
fa in kana fi dini, ikiwa katika ule ukubwa wake wa imani, namna imani yake ilivyokuwa ni thabit, ilivyokuwa kuna ithbati katika imani yake, basi waambiwa zidati bala. Mtu kama huyo, baada ya kuwa yeye ule ukubwa wa imani yake, basi mtu huyo atazidishiwa mitihani. Na lengo ahibat fillah hapa nitaka tu ni kitu sawa. Si kuwa wewe unapatwa mitihani ukaona kuwa ile mitihani ndiyo inakuwa wewe kwako ndio adhabu. La, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuadhibu. Mwenyezi Mungu kitu ambacho kwamba anachokuwa ni mwenye kukufanya mpaka akupatie mitihani, inakuwa ni kuangalia nini? Kuangalia vipi imani yako namna ilivyo. Kwa sababu kuna watu ambao kwamba wakipatwa na mitihani, basi dini inakuwa iko maghrib, yeye anakuwa iko mashriq. Sasa hapa tunaangalia imani yetu. Je, kweli wewe umeamini? Ahasiba an-nasu an yutraku yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Wewe kweli wasema kuwa umeamini alafu usipatwe mitihani? Kweli haiwezekani. Haiwezekani. Kiwa mitume wenyewe ambao kwamba la yaasuna Allah, hao walikuwa ni maasum, walikuwa hawana makosa, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akawapatia maradhi, akawapatia mitihani. Mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akipeleka da'wa, alipokuwa akipeleka ujumbe, kila mtu yampinga. Kila mtu yampinga. Wengine akamwambia kwamba wewe ni sahir, wewe ni majnun, ikiwa ni mtume wa Allah na yeye alikuwa ni maasum, hana dhambi yeye. Lakini bali na kwa yeye ni maasum, Allah Subhanahu wa Ta'ala akampatia mitihani. Allah Subhanahu wa Ta'ala akampatia mitihani. Kwa hivyo mtu hupatiwa mitihani juu ya ukubwa wa imani yake namna ilivyo. Sasa ikiwa imani yako inakuwa iko katika ithbat, inakuwa katika ithbat kwamba wewe umeitakidi ya kuwa 100% Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko moyoni mwako. Hata mtu akijaribu kukuletea huku na huku, sijui nitakupatia kiasi fulani cha pesa, lakini yani upoteze umma, wewe unakuwa sema hapana, mimi najua kuwa aliyoshukishiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoyashukisha ni maneno ambayo kwamba yako sawa. Kwa hivyo mimi imani yangu hapo, wallahi utanisamehe, mimi siko hapo. aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisaa'ilil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبت في الله، tuangalie kwanza fadla za istighfar kwa haraka. Man lazima al-istighfar, yoyote ambaye kwamba atakayekuwa ni mwenye kudumu katika istighfar, yoyote ambaye atakayekuwa sifa yake ni mwenye kubaki ama ni mwenye kudumu katika istighfar, katika kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi tuambiwa ja'ala Allahu min kulli hammin faraja. Allah Subhanahu wa Ta'ala atamjalia katika kila kitu, yani Allah Subhanahu wa Ta'ala min kulli hammin, Allah atamjalia katika kila kero faraja. Basi hapo ndipo kutapatikaniwa faraja.
wa min kulli dhiqin makhraja, na katika kila dhiki mtu huyo anapata njia. Wa razaqahu min haythu la yahtasib, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumruzuku mtu kama huyu katika njia ambayo kwamba mtu huyu kwa njia ambayo asiyoitarajia. Ile mitihani uliopatiwa isiwe ni chanzo kwako wewe ikawa ni kumsahau Mola wako, ikawa ni chanzo cha kwenda kumshirikisha muumba wako. Na ili Mwenyezi Mungu atuambia katika suratul Baqara, wa idha sa'alaka ibadi anni, ikiwa Mwenyezi Mungu atuambia wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah yatuambia watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, waambie basi mimi niko karibu, fa inni qarib, mimi niko karibu, ujibu da'wata ad-da'i, na sikia dua ya ule mwenye kuniomba mimi. Ule usiku wa manane Mwenyezi Mungu ananadi katika mbingu, katika uwingu wa dunia, nani ambaye kwamba anataka kusamehewa mimi nimsamehe, nani anayetaka kupewa mimi nimpe, nani ambaye kila kitu Mwenyezi Mungu anatangaza ili apate viewers, ili apate wafuasi wa kumwelekea yeye na kumweleza matatizo yake. Lakini wakati huo kila mtu ameghafilika, anakuwa katika kitanda, ilhali Mwenyezi Mungu huko yatangaza yule ambaye akuna matatizo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe ni mwenye kutoa sulhu. Mwenyezi Mungu awe ni mwenye kutoa suluhu. Lengo la kupatiwa sisi matatizo si adhabu, bali tunaangalia imani yetu vipi, namna ambavyo kwamba tumeitakidi kwa kile kitu ambacho kwamba tukiamini. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin, Allahumma a'izza al-islam wal muslimin, Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa lata umurina. Allahumma a'idna min al-fitan, Allahumma a'idna min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ighfir dhunubana, Allahumma ighfir dhunubana, Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa nafis kurubana wa afi mubtalana ya rabbal alamin. واشف مرضانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا وارحمنا موتانا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا طيب المقام وحسن الختام، اللهم ارزقنا طيب المقام وحسن الختام يا رب العالمين. اللهم سهل لنا الأسباب ولا تغلق أمامنا الأبواب، ووفقنا للدعاء والمستجاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. تحزن usije ukahuzunika, fa inna Allah azza wa jal arhamur rahimin, fa inna shadaida la tadum. Usije ukahuzunika ukajitia hamu na ghamu, dhiki huna raha, shida hazidumu milele, na kusubiri faraja ni katika ibada. Allah subhanahu wa ta'ala yuwakuona hina taqum, hapo uliposimama unapofanya ibada, hapo uliposimama unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqallubak, na kule kugeuka kwako katika ibada. La tahzan, hata kama wamezidi wamejipanga, wewe kuwa na yakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba linalonifika lilikuwa linifike. Usije ukahuzunika katika hali yako ulionayo sasa. Ulikuwa mtu mwenye biashara, ulikuwa mtu Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha, ukarudi chini kidogo. La tahzan,
usije ukahuzunika. Allah subhanahu wa ta'ala huenda akakuneemesha na kukupa utajiri kwa dakika tu. La huzna liman kana maa Allah, anayekuwa pamoja na Allah hawezi kuwa na huzuni.